Naam, mtazamaji wa Channel 10, tumerejea tena hapa. Tulikueleza kwamba tutakuwa na mgeni, na kweli mara hii tuko na mgeni ameshaketi kwa dakika hizi karibu 30 kuelekea pale saa 2 tuzungumze naye kuhusiana na siku hii ya wafanyakazi duniani kwa mwaka huu 2025. Tujue kwa upande wetu sisi huku imekaa vipi nchini Tanzania, lakini kwa upande hasa wa Dar es Salaam tuko na bwana Abdallah Mbaruk ambaye ni mjumbe kamati ya maandalizi ya sherehe hizi kutoka TUCTA mkoa wa Dar es Salaam. Karibu sana Abdallah. Asante sana. Mambo yanakwenda vipi? Namshukuru Mungu tuko vyema. Nyinyi maandalizi yenu huaga sio ya kitotototo. Mara ya pili tunazungumza na nyinyi. Nafikiri mwaka jana pia tulishirikiana kwa namna moja ama nyingine. Tueleze kwanza maandalizi yakoje kuelekea siku yenyewe hii ambao ni leo kuelekea kwenye maadhimisho hayo hapo baadaye. Awali yote labda nipende kutoa shukrani za dhati kwa shirikisho la vyama wafanyakazi Tanzania TUCTA. Kwa upande wa maandalizi nikienda moja kwa moja tuko vizuri, na leo hii kwa upande wa kitaifa tutakuwa mkoani Singida ambako mgeni rasmi atakuwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kwa hapa ambako tulipo jijini Dar es Salaam tutakuwa eneo la Tanganyika Packers ambako tunamtarajia mgeni rasmi kuwa ndugu bwana Albert Chalamila. Kufuatia masuala ya maandalizi mpaka jana usiku saa 5 nilikuwa niko site tukiendelea kufuatilia masuala mazima ya usalama, lakini pia hadhi ya mgeni ambaye tunamwalika pale. Maandalizi kiujumla yako vizuri kama jinsi ambavyo tumeweza kuona kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali. Lakini pia hata waziri mkuu aliweza kuongelea hilo swala juzi hapa. Lakini pia kuangalia kwa upande wa Singida ambao ndio kitaifa zaidi imefana na honestly kitu ambacho na mimi najivunia, sababu nimekuwa ni sehemu ya watu ambao tumeweza kujadili kwa mapana na kutekeleza swala hilo. Kwa upande wa maandalizi tuko vizuri, nafikiri ni watu wakae wenyewe waweze kushuhudia kama jinsi wanasheria wanavyosema, ukweli usiokuwa na shaka uhitaji ushahidi. Sawa. Tukiangalia tumekuwa na maadhimisho haya kila mwaka na tumeona kunakuwa na madai ya wafanyakazi, lakini vivyo kumekuwa kuna uwajibikaji kwa upande wa mwajiri ambaye tukimwangalia zaidi mwajiri mkuu ambaye ni serikali. Labda kwa mwaka huu mnaona nini hasa ambacho wafanyakazi wanatamani kukisikia pale leo ambapo anakwenda mkuu mwenyewe wa nchi ambaye ndio mwajiri mkubwa hapa nchini? Vizuri sana. Labda ni kwa kuanzia kwa kifupi nikumbushe kitu kimoja kwamba watu huwa wanapewa hamasa na vitu ambavyo vinawapa hamasa. Lakini pia watu hao huwa hawariziki na kitu kile ambacho wanacho kwa wakati huo, isipokuwa wanakuwa na expectation kubwa. Tukiangalia hali ya sasa kiuhalisia, swala zima la uchumi kuwa ni mtikisiko wa dunia. Kwa hiyo ninategemea pia hali ya maisha imepanda kwa kiasi kile ambacho kinaonekana kumpea na maisha ya zamani. Kwa maana hiyo kitu cha kwanza kwa wafanyakazi kama ilivyokuwa lengo la wafanyakazi ni kupambania maslahi mapana ya wafanyakazi. Kwa maana hiyo wengi lazima wategemee masuala mazima ya vijana wanasema maokoto ya kuweza kuongeza income. Tunajua faida ya income na matumizi mbalimbali. Kuna masuala ya afya, lakini pia huduma za nyumbani na vitu mbalimbali. Kwa swala la kwanza ni swala kazima la maslahi, kitu ambacho wanazingatia sana. Lakini mbali na hivyo ni kupewa mazingira bora na rafiki kazini. Tunafahamu ukiangalia vipengele vya utajiri mbali na fedha, lakini pia ni afya. Afya ndio utajiri wa kwanza kama jinsi wataalamu walivyosema, mens sana in corpore sano. Yani health mind in health body. Lakini pia kiuhalisia kuna mfanyakazi ambaye anaweza kufanya kazi kwa kiwango kikubwa kama afya itakuwa imezorota. Kwa hiyo tunategemea mazingira ya kazi yaweze kuboreshwa. Nafikiri pia siku moja kabla tulikuwa na siku ya afya duniani ambapo tumeona OSHA mfanya jambo lao kama sehemu ya kuhimiza hicho kitu. Kwa pia swala la afya ni kitu ambacho kinatazamiwa kwa mawanda mapana. Lakini bali na hivyo kuna vitu ambavyo ni vingi ambavyo vinakumba taasisi moja mpaka nyingine. Watu wa viwandani na maana watahitaji vifaa zaidi. Lakini ukija maofisini kama kwa mtu jambo promotion mbalimbali uweze kuona misaada ya kisheria imebadilika. Nakumbuka juzi tulifanya mabadiliko ya sheria ya ajira na mahusiano kazini. Sasa hivi rais ipo kwake asubiri yake saini ile sheria rasmi ambao ilikuja kwa upande wa private sector iliweza kuwapa fursa kwa mtu ambaye anakuja kuzaa mtoto njiti. Ina maana tu wana expect kile kitu sheria ziweze kuharakishwa ili kupata huduma zile ambazo zipo. Kwa kubwa zaidi ambayo mnaliona hapo ni sheria iboreshwe sana. Kwa sababu naamini sheria sio sera kwamba rais akiondoka inakuwa imepotea. Sheria hivyo ni rais akiondoka na maana yenyewe itaendelea kutawala. Nafikiri kwa kifupi sana ni hivyo. Kauli mbiu za mwaka huu, naona kwa Dar es Salaam na kauli mbiu yenu. Kauli mbiu ni kitaifa, kuna ya kimataifa na ya kitaifa. Labda tumsikilize. Kwa upande wa Tanzania honestly tunakuwa na kauli mbiu moja ambayo inasema uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utuletee viongozi ambao watajali haki na maslahi ya wafanyakazi, tushiriki sote.
ndio kauli mbiu ambayo tunayo kwa Tanzania. Kwa other countries sijabahatika kupitia law page zao, lakini kwa Tanzania tunayo na ni moja. Huwa haziwi mbili. Kwa kufafanua vizuri hapo, uchaguzi mkuu unahusiana vipi? Vizuri sana. Ukija kuangalia sheria, mbali na mimi kuwa ni mjumbe, lakini mimi ni kitaaluma ni afisa mahusiano kazi, yani labor relation officers. Ukija pale katika mahusiano kuna takribani actors watatu ambaye tuna employer, tuna employee pamoja na government. Yani tuna serikali, mwajiri pamoja na wafanyakazi. Kila mmoja ana play nafasi yake. Kwa nini itaje uchaguzi kwenye hii kauli mbiu? Tunafahamu sote hapo. Serikali ndio ambayo inaalika wawekezaji kutoka nchi za nje kuja nchini. Wanapokuja hapa, kama tutakuwa hatuna sheria ambazo zimeweka vizuri kuwalinda wananchi wetu, maana watu wa nje watakuja watawanyonya watu wetu, basi na sisi kuwa na kigezo chochote. Lakini pia ni viongozi hao ambao wanatoa fursa mbalimbali kwa vijana. Labda kwa mfano kuna TAMISEMI, juzi TRA wametoa ajira kwa mfano. Ina maana ni kupitia nguvu ya serikali ambayo hawa vijana. Kwa hiyo same pia kama tutakuwa na viongozi ambao hawako responsible, hawana vision, kuna uwezekano mkubwa sana kuangamiza hichi kizazi cha wafanyakazi. Kwa hiyo serikali ambayo itakuwa ina kipawa na maono mapana kwa niaba ya kuwezesha wafanyakazi katika namna mbalimbali, hasa katika upande wa sheria. Hiyo ndio kazi ya serikali kama actors katika mahusiano kazini. Kwa hiyo tuna actor watatu ambao ni wakuu. Ndio maana umeona ameingia hapa kama sehemu ya uchaguzi. Nilikuwa naangalia ndio kama swala zima hili la wafanyakazi. Tunajua kuna haki lakini vile vile kuna wajibu. Labda hilo unalizungumziaje? Haki na wajibu. Sawa, vizuri sana. Wanasema nafasi umsaidia mtu huwa haimsaidii mtu ambaye hawezi kujisaidia yeye. Lakini kuja kwenye haki na wajibu pia ipo kwa pande zote mbili. Mwajiri ana haki na wajibu, mfanyakazi ana haki na wajibu. Labda nianze kwa mmoja. Tukianza kwa mwajiri, kwa mfano, ana haki ya kuheshimiwa. Anaheshimiwa kivipi? Mwajiri kawaida kisheria inamtaka awe na miongozo pale ofisini kwake. Ina maana hapa Channel 10 mpo mna miongozo ambayo inawaongoza. Kuitii kwa ile miongozo ina maana tayari mmetile haki. Huku sheria tunasema one man's duty is another man's right. Sawa? Kwamba wajibu wa mmoja ndio haki ya mwingine. Ukija kwa mfanyakazi ana haki ya kulipwa mshahara. Mwajiri ana wajibu wa kutoa mshahara. Ina maana haki ni ya kwangu mimi mfanyakazi, lakini unakuwa ni wajibu wa mwajiri. Kwa hiyo ukiangalia masuala ya haki na wajibu, na lazima ugusie pande zote mbili. Uelewe haki za huyu na uje kwenye haki za huyu. Kwa wakati una claim kwamba hujapata haki, lazima kuangalia, je, ambacho ulipaswa kumtimizia mwenzako umekifanya? Sawa? Wanasema mtu ambaye amepambanuka kiakili kabla hajadai haki lazima atekeleze kwanza, ndio uwe na power ya kwenda kubageni. Mfano, TUCTA chini yake kuna vyama vya wafanyakazi, ikiwemo kwa mfano hichi kibuka ambacho nimekivaa hapa. Kabla kwenda kwa mwajiri kulaba kusemea wafanyakazi, lazima tupitie wale wafanyakazi tuwaulize umefanya kitu kipi na kipi. Ukienda kwa mwajiri unakuwa na power ya kubageni, sababu you have issue ya kulifanya nyuma. Kwamba nilifanya 1 2 3, nahitaji nipatie 1 2 3 kwa hichi ambacho nimekiwasilisha. Unahitaji labda wafanyakazi waongezewe mshahara. Una database yote inaonyesha kuwa nyuma mlikuza labda mapato ya kampuni. Kama hakuna hicho kitu, na maana hautakuwa na haki ya kuweza kudai mshahara. Ndio inakuwa kwa namna hiyo hapo. Kwa hiyo tukisema haki na wajibu lazima tuangalie pande zote mbili. Kwa hiyo ita depend na scenario ambayo iko mezani, ndio ambapo determine kipi kianze, kipi kimalizike. Sasa na kwa kauli yetu mbili hii ambayo inazungumzia uchaguzi mkuu 2025, ndio kutuletea viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi. Sote tushiriki. Nyinyi mkiwa kama viongozi wa hivi vyama, mnatoa elimu kwa wafanyakazi kuhakikisha kwamba, kwa sababu viongozi bora, utuletee viongozi wanaojali ni wafanyakazi kwenda kuwapigia kura. Wasipofanya hivyo, na maana atakuja yoyote, kwa sababu wewe hujapiga kura. Labda ni nini huwa mnahamasisha sasa kwamba watumie hiyo haki yao ya msingi na ni haki ya kikatiba? Nafikiri sasa kumbezi kwenye swala la kura hapo. Kama haki ya msingi, na sisi ndio tunapambania sheria. Honestly, kura ni kama kibali ambacho unampa mtu ili afanye jambo fulani, kwa tafsiri nyepesi. Kwa maana hiyo pia tunapenda kutoa, moja ya jukumu letu kama TUCTA ni kutoa program, mafunzo. Kwa hiyo tunaangalia muktadha na wakati maalum na scenario ambayo iko mbele yetu. Pia tunaomba program kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa watu. Kama tutakuwa mashuhuda, pia sasa hivi imekuwa ni ajenda kubwa sana nchini, masuala mazima promotion yake za kwenda kupiga kura. Kwa pia tuna wajibu wa kuwakumbusha wafanyakazi wetu na umuhimu ambao upo kutokana na hao kwenda kuchagua viongozi ambao watakuwa ni bora na wenye manufaa zaidi.
Ni sawa. Labda chama hichi cha Fibuka kinahusiana na nini? Vizuri sana. Chama cha Fibuka ukiangalia hapa kina herufi na kwanza zitafsiri kama zilivyo. Ya kwanza inasimama on behalf of financial, lakini I inasimama kwa niaba ya industrial, B inasimama kwa niaba ya banking, U utilities, C ni commercial na A ni agro processing industry. Kwa Kiswahili sanifu cha Tanzania ni chama cha wafanyakazi cha asasi za fedha, viwanda, mabenki, huduma, biashara na viwanda vya uchakataji mazao. Hizi ambazo nimezitaja hapa ndio taasisi ambazo zinashirikiwa na chama cha wafanyakazi Fibuka. Ina maana tuko responsible kwa wafanyakazi wa mabenki, lakini pia hapa Channel 10 pia tukija, kwa sababu nyinyi mnatoa huduma ya fundi ya habari, na tukija hapa tutaweza tukaorganize na tukaweza kupambania maslahi yenu mapana, tukaweza kuwakuza. Kama unavyofahamu wafanyakazi, kwa mfano sasa hivi ni mkataba wa kazi hapa, lakini huwezi kufuata mwajiri kumwambia nataka mkataba wa pili ambao uniongezee mshahara kwa wakati wa kwanza hujaumaliza. Lakini ukiwa chini ya chama tunaweza kuingia mkataba wa hali bora, tunaita collective bargaining agreement. Ule mkataba unakuwa ni mkataba wako wa pili ambao tunaingia sisi chama on behalf of you. Kwa hiyo tukifika pale maana tunaenda kwa lengo la kuboresha maslahi mpana. Tunafahamu kuwa interest huwa sio sheria, lakini baada ya kuwa imekubaliwa inakuwa sasa ni sheria. Wanasema sio kwamba makubaliano yote ni nani, yani sio kila makubaliano ni mkataba. Ndio. Sawa, kuna vitu ambavyo tunaviangalia. Kwa tukija hapo tukiboresha hicho kitu, kwa maana kuna fursa nyinyi mnaweza kupandishiwa. Kwa mfano watu wa mabenki pia, kuna watu wa mabenki kule, benki kuna vitu mbalimbali. Lakini kama taasisi yetu tunatoa huduma pia, kwa mfano sasa tuko kwenye benki kama NMB, tunapatia huduma pale kama Fibuka. Lakini pia kuna taasisi mbalimbali kama Dawasa pia tunatoa huduma, kuna viwanda mbalimbali na huduma nyingi. Na yote ambaye anahitaji kujiunga na Fibuka anakaribishwa sana. Kwa hapa Dar es Salaam Fibuka wanapatikana Mnazi Mmoja, barabara Lumumba na Mahiwa. Labda pia kwa mtu ambaye anasikia kuhusu chama, labda anatamani kujua nini hasa umuhimu wa hivi vyama vya wafanyakazi, na hasa leo mnakuwa na wajibu gani sana kwa hawa wafanyakazi ambao ndio wanachama wenu? Vizuri sana. Nikianza na hoja ya umuhimu wa vyama vya wafanyakazi. Tunafahamu nyinyi hapa kiprofessional ni watu wa habari. Sisi vyama tumebezi kwenye sheria za kazi. Ndio. Kwenye chama mtaji kwa haraka faida ambazo ukazipata kama ukijiunga kuwa mwanachama. Kuna faida ya uwakilishi. Kwa mfano Fibuka wanakata 1%. Sheria imeelekeza walau hiyo 2%. Lakini wao wakata 1%. Kwa mfano mtu ambaye anapokea mshahara wa 100,000 ina maana ni shilingi 1,000 atacontribute kwenye chama cha wafanyakazi. Itakapotokea labda changamoto ofisini, labda umeunderperform, labda umefanya kitu ambacho kimekiuka miongozo ya mwajiri, utahitajika labda kutoka kwenye vikao vya nidhamu. Kama chama tutasimama on behalf of you. Inajua kwa mujibu wa sheria tumepewa nafasi ya kuja kufanya uwakilishi. Ikitoka pale ndani baada ya mgogoro kuisha pale ndani, labda umeenda labda katika tume ya suluhishi na uamuzi CMA. Kule mara nyingi kuna wanasheria, labda na mawakili pamoja na vyama, labda na mtu binafsi. Ukifika kule kama chama tunakwenda kuwakilisha kwa elfu moja yako ambao ulichangia. Ukitoka pale mgogoro labda umefeli umeenda katika ngazi ya kimahakama kama chama kwa elfu moja yako ambao ulichangia, tunakwenda pia mpaka mahakamani kutetea mpaka unapata haki yako. Lakini unapokuwa nje ya chama ina maana utakuwa una wajibu wa kumtafuta mwanasheria na uweze kumpa kila hatua ambayo mnavuka unampatia hela, sababu wanasheria wanasema muda wao ndio malighafi yao. Wanasema lawyer's time is his or her stock. Kwa muda ambao unatumia kwa naye chini ndio muda ambao utakuwa unamlipa. Ukitaka kujazia fomu atakwambia nipe 15,000. Nigongee muda atakwambia nipe 50,000. Kwa hiyo inazidi kupanda mpaka sisi inafika miaka 7 hujapata vitu, wao wanakula hela. Wakati hujui kama kesi yako itaamuliwa vipi. Lakini pia huduma ya pili ni masuala mazima kutoa mafunzo. Unapokuwa chini ya chama cha wafanyakazi unaweza kupatiwa mafunzo muda wote ule. Kwa mfano labda sasa hivi tunaangalia labda hali iliyopo, chama kinakuja kinatoa. Lakini kama nyinyi wafanyakazi pia mtaona huu ni muda wa kupewa mafunzo, basi mnaomba, mnakuja, mnapewa mafunzo. Kwa wakati huo kwa shilingi yako ile 1,000 yako ambayo ulitoa ndio ambayo inafanya mambo yote haya. Lakini mbali na hapo pia tumeingia sasa mikataba ya hali bora. Hii ni mikataba ya kuboresha maslahi mpana wa wafanyakazi. Labda ni hapa kwa mfano masuala ya overtime. Overtime kawaida inapaswa kuwa calculated kwa 1.5. Unachukua mshahara wako wa mwezi na ugawanya kwa siku 28, alafu unapata mshahara wako wa siku tunakuja tunagawanya na hii 1.5. Unapata kama hela fulani hivi ndogo ndogo. Kupitia sasa chama sasa tukaiboresha ile nani, tukaje tukaikuza. Labda ikatoka 1.5 mpaka labda 2. Ina maana tumekuongezea maslahi yako. Labda mlikuwa hamna ile tunaita labda awards labda za kila mwezi mfanyakazi bora, kupitia chama tunaingia makubaliano kwamba huyu akifanya hivi na hivi mpatie hichi na hichi. Kwa tunakuwa tukitoa huduma mbalimbali
asasi hizo tatu ndio tunazozifanya kama vyama vya wafanyakazi. Yeah. Natamani kusikia nini kutoka kwa Mheshimiwa Rais leo? Honestly, kama watu wa chama tunatamani kuona pale ambako tulipoishia basi mambo yanazidi kuwa mapana. Hatua kwanza ambayo tumeanza nayo nafikiri ni ya kuboresha sheria. Kwa hiyo tunatamani zaidi tuone wafanyakazi wetu wakibi motivated na kitu ambacho kina wa motivate wao. Hususan ni masuala ya financial kama nilivyosema awali. Ni kitu ambacho imekuwa ni mtambuko kwa hali ya sasa hivi. Mimi sasa hivi nikana 100,000, ina maana inakuwa ni hela ambayo nikitoa tu labda Bolt 11,000 na kuwa tayari sina kitu. Bado sijaenda bima ya afya, sijaenda wapi, ila fedha ni kitu ambacho kikubwa. Lakini kubwa zaidi kama alivyotangulia Osha ni ile afya. Nilisema ni utajiri mkubwa sana. Nategemea ungekuwa unaumwa leo hii usingekuwa hapa. Na nyumbani kule mara nafasi yako kwenda kwa kuna possibility akaja mtu akaku replace kwa sababu unaumwa. Lakini sasa nategemea masuala kama hayo waweze kuuza hasa sheria, mimi kitu ambacho napendelea sana. Sababu naamini even if rais atakuwa hayupo kile kitu tutaanza kukiona. Lakini hasa kuinua maslahi mapana ya wafanyakazi. Kitu ambacho nategemea sana. Maslahi ya wafanyakazi. Na situation ama hali kwa ujumla ikoje kwa upande wa wafanyakazi? Kwa yote hayo ambao mmekuwa mkipita hapo kuhakikisha kwamba mfanyakazi anakuwa katika hali iliyo bora zaidi. Na haya ambao natamani kusikia pia labda pengine Mheshimiwa Rais leo atakuja na kauli nyingine pale Singida. Hali kwa ujumla ikoje ya wafanyakazi? Kwa kupitia tathmini tu ya ambao ninyi mmepata kugusa. Kwa binafsi yangu mimi labda ni base kwenye kesi ambazo nakutana nazo sababu pia nahusika na kutatua kesi mbalimbali za wafanyakazi. Wengi ambao nimekutana nao, kwa mfano juzi na mtu ampotea kazini kwa takribani siku 40 bila kutoa taarifa. Sawa. Nilipokuja kumhoji zaidi aliniambia financial. Ni mtu ambaye kidogo ana changamoto hapa na pale, nakwambia hatosheki. Akija kazini kama ni azifu afanye chochote. Kiuchumi unasema you have to, wanasema kwenye labor economy unapopewa opportunity lazima uicompare kati cost A na cost B. Yaani kwa gharama kutoka nyumbani kuelekea Mwenge ni sawa sawa na mshahara wako wa mwisho wa mwezi, ina maana panakuwa una haja ya kwenda Mwenge. Lakini kama mshahara wako kutoka Mwenge kuja nyumbani kila siku, ina maana utakuwa bado una faida kubwa, unapaswa kwenda Mwenge. Kwa nimegundua changamoto wengi mmekutana nao inakuwa kwa namna hiyo. Ina maana kitu ambacho nina experience nacho. Lakini mbali na mimi atakuja mwingine pia atabeza katika kada ambayo anahudumia yeye. Mfano, kuna chama kama Tuge wanabeza kwenye masuala ya afya na wafanyakazi wa serikali. Wale automatically wakija hapa watajua changamoto za moja kwa moja za wafanyakazi wa afya ambazo wanakumbana nazo kwa sasa. Labda kama ni swala la vifaa, labda ni kutokuwa na kuzingatiwa, wale watakuja kwa namna hiyo. Lakini kwa kile ambacho nakihudumia mimi, wengi nimekutana na hiyo changamoto. Lakini kitu ambacho tunakifanya kama chama, tuna wajibu wa kutoa mafunzo kwao kama sehemu ya kuwakumbusha wajibu wao kabla ya kwenda kutetea maslahi yao mapana kama sehemu ya kuboresha ile welfare ya wafanyakazi. Ni kitu ambacho tumejicommit kwa namna hiyo, tunawapa mafunzo kabla tunapona nataka kuingia kwenye hali mbaya. Ina maana tusubiri tatizo likue. Yaani before tumeona kwa dalili hapa tunawaita. Kuna 1, 2, 3. Kama unapaswa kuongea na mwajiri, huwa tunawajibika kuongea na mwajiri mara moja ili tuweze kuokoa wafanyakazi wetu. Kugomea mwajiri ni njia mojawapo ya kuhakikisha anatatua matatizo yetu. Ni kweli. Ukisoma sheria ya ajira na mahusiano kazini, kama sijasahau chini ya kifungu cha 79, pale kuna masuala mazima strike na lockout. Sheria imeruhusu mgomo kama njia mojawapo ya kumhamasisha mwajiri aweze kutoa vitu vyenu. Lakini pia mwajiri pia sheria imemruhusu aweze kuwabania aidha mkiwa ndani ama mkiwa nje msiingie ndani. Kama sehemu pia kuhamasisha mtii kile ambacho yeye anakihitaji mkitekeleze. Sasa lakini pia huo mgomo haufanyiki tu, kuna taratibu zake. Ambazo za kisheria, labda uite chama mkae chini mpige kura muafiki. So swala la kitoto pia. Yaani huwezi kukurupuka kutoka tu nyumbani kusema nagoma. Kuna taratibu ya. Labda kwa mfano wengine kitu wanachokifanya, mfano madereva anaweza kagoma kwa kufuata taratibu. Mfano itakuwa labda uje asubuhi hapa, hii kamera yako labda atakuwa labda uikague ufungue nati fulani nini. Kwa hiyo atafuata sheria zote zile. Ataanza taratibu, yani atafuta kioo, atakuja nati ataifungua inavyomtaka kazi yake kufanya. Anakuwa ni mgomo ambao kiuhalisia kama hajagoma, lakini anafuata taratibu ambazo ziko mbele. Sababu mambo yetu tutajaribu kuwazuia haya asije yakatokea. Kwa kama dereva atakuja labda atapima oil, haiko sawa, atakuja kwenye tayari labda atajaribu akaze nati, akupotezee muda tu. Nilikuta baada kutoka saa 2 nyumbani umetoka saa 5. Ukiambia sababu asema alikuwa anafuatilia usalama wa gari, siwezi kuendesha gari ambayo haiko salama, utamfanyaje? Kwa inakuwa hivyo. Kwa najaribu sana kuhamasisha, lakini migomo inaruhusiwa, lakini ni mpaka hapo ina taratibu za kisheria. Na sheria ajira mahusiano kazini imeeleza bayana hicho kitu.
Na nini sasa ungekuwa wito wako wakati leo wafanyakazi hapa nchini wakiadhimisha siku hii kitaifa, lakini vile vile katika mikoa pia? Samahani kidogo. Ungekuwa na wito gani sasa katika kuhakikisha wafanyakazi pia wanapoadhimisha hii siku yao, lakini wanahakikisha pia na wajibu wao wanatekeleza, na vile vile namna bora ya kuendelea kufanya kazi katika mazingira ambayo yana uhusiano mzuri? Katika kuhamasisha hilo, labda tu nikukumbushe ni mshikamano, ni kitu ambacho mimi nakiona kama vizuri tunaposema kwamba solidarity forever. Ukiangalia siku ambayo tunaiadhimisha leo, historia yake, kwa nini tunafanyaga tarehe 1 Mei, ni watu ambao waliandamana wakipinga masaa mengi ya kazi huko Chicago, Marekani. Walikuwa wanafanya tu mpaka masaa 16. Lakini ilipofika tarehe 4 Mei wakiwa pale High Market Chicago, kuna watu waliweza kupoteza maisha baada ya bomu kushambuliwa kwa kwenye maandamano ya amani. Kwa kuna watu ambao walipoteza maisha on behalf of us. Ndio maana ilipofika mwaka 1889 ilikuja sasa ikatangazwa kimataifa kwa itakuwa tarehe 1 Mei kwa niaba ya kukumbuka ile tukio hapa. Kwa pia tukiwa kwamba tukielewa watu waliteseka kwa niaba yetu, basi tunapaswa pia sisi tujikite ili kupata hivi vitu ambavyo tunavihitaji, basi tuweze kudumisha ule mshikamano. Tujikite katika majukumu yetu ya kila siku, tuweze kufikia na kuelewa chachu kwa nini hasa kila tarehe 1 tunawakumbuka wale watu. Nafikiri kitu ambacho kama tukijikomiti hivyo tutakuwa nimejibu swali lako kwa namna hiyo. Kwamba yale malengo waliyoweka ama ile dhamira waliokuwa nayo, basi wafanyakazi, watu walikufa, watu katika mikono walifanya, ilikuwa ni vita kubwa, sababu watu walijitoa mpaka unaandamana afu ni Marekani. Ina maana ujue kitu kilikuwa kikubwa, lakini pia mpaka watu mkuja kwa kaanza tuipitishe iwe ile sehemu. Sababu tu tukumbuke hii Mei Mosi lengo lake kuu huwa labda ni kuenzi sawa yale mambo ambayo yalifanywa na wale watu. Lakini pia kuja kuelewa hali ambayo wafanyakazi wanayo kwa sasa na changamoto ambazo wanazipitia. Ndio maana serikali amekuja hapa aweze kuwasikiliza.